wa bunduki jinsi mnavyojua. Nataka kuzungumzia hii mambo ambayo amepewa ODM. Nimeona ya kwamba mbunge kama Ndini Nyoro anatolewa kwenye kamati ya bajeti kisha inapewa mtu kama Samuel Atandi. Mimi wasiwasi wangu ni moja, ya kwamba hizi nafasi ambayo inapewa wanasiasa wa ODM haitafaidi yule mjaluo ule mdogo, kwa sababu mtu ako na nia yake binafsi kama mbunge. Ndugu zangu, kuna dhana fulani ambayo inasumbua sisi Wajaluo ya kwamba Ndini Nyoro amejenga Kiaru constituency kwa sababu alikuwa mwenyekiti ya bajeti. 2013 Ndini Nyoro hakuwa mbunge na hakukuwa mwenyekiti ya bajeti. 2017 Ndini Nyoro hakuwa mwenyekiti ya bajeti. So swala ambalo ninauliza wale ambao wanasema kwamba wamepewa sasa mambo ya mwenyekiti ya bajeti katika kwenye bunge. Ndugu zangu Wajaga, ndugu zangu Wajaga, mambo ya sitima Raila Odinga alikuwa, mambo ya sitima gavana wa Migori alikuwa. So ministry ya energy tumekuwa na viongozi wawili, saa hii ni watatu. Sitima connection Luo Nyanza ni 40%, na tumekuwa na viongozi hadi Godfather Raila Odinga amekuwa na kashindwa. So kuna petty things ambao unapata Mjaluo anaserekea. Tumechukua kisujui nini kwa serikali. Ndugu zangu, kama tutabadilisha siasa yetu kama jamii, na nataka nikuhakikishie 2027 Mjaluo atabaki peke yake. Na hii nataka kusema bila kuficha. One man kwa show. Mukisi ametoroka. Mukuri alienda kitambo, juzi walishikana na Mukisi. Juzi tu wamefanya mkutano kule Kisii. Wakasema wao wako Nyanza lakini watafanya kazi na Wakisii. Jambo lingine, Muluya amejanjaruka. Muluya ameanza kujua haki yake. Jambo la tatu, Mpwani ameanza kujua haki yake. Nani alikuwa anajua Jeffa Amason Kingi anaanza hama kwa Raila Odinga? Kwa Raila Odinga, Jeffa Amason Kingi. Hakuna. Ambaye alikuwa amesimama kidete kumtukana Uhuru Kenyatta. Akasimama akasema kwa siwezi. Boss wangu ni Mheshimiwa Raila Odinga. Akahama. Pia nahakikishia leo Ali Hassan Joho aliyekuwa gavana wa Mombasa pia anaenda kuhama very soon. Nataka nikupe reason number 1 kwa Joho, ya kwamba Joho alikuwa anataka kiongozi wa ODM akanyimwa na wanafiki hawa. Sana watu walikuwa wanapinga Joho ni Samuel Atandi. Wakasema yeye huyu ni Mwarabu, afadhali tufuate Paranya. So ukienda kwenye bungeni, bunge la kitaifa, nitajie minority whip ni Mjaluo Amini Gesagesa. Deputy wake ni nani? Mpwani? Si Mpwani. Twende minority leader Katel Junet Mohamed, mbunge wa Suna East. Deputy wake Kikuyu, mbunge wa Embakasi West. Wapi Mpwani? Anaoleza. Twende kwa Ruto. Majority leader Kimani Chungwa. Deputy Owen Baya aliyekuwa wa ODM akaingia UDA akapewa kiti kubwa. Kwani kama Ruto anasawadi Mpwani, Raila hawezi kumsawadi Mpwani. Ruto amesawadi Mukisi akapea minister wa education. Raila hajamsawadi Mukisi. Twende majority whip Silwanzo Osoro amekuwa mwanakwaya wa ODM muda mrefu. ODM alimunyima ticket 2013, 2017, 2022 William Ruto akampa ticket direct. Sasa ni majority whip kwenye bunge la National Parliament. Sasa hii Raila amesaudi wa Kisii na nini? So wakati Mukisi anazungumuza anasema ukweli yale ambayo sisi kama jamii hatuoni. Ndio maana nasema leo hii Ndini Nyoro ametolewa kama mwenyekiti ya bajeti. But sisi kama jamii hatutapata chochote. Hatutapata. Kwa sababu gani? Ndini tunaenda kuwakilisha. Tunaenda kuwakilisha pride ama tunaenda kuwakilisha matakwa ya wananchi? Hiyo ndio swali ya kwanza. Waziri wa fedha haina faida mahali popote. The only faida ambayo tumepata ni mahali nani hapo. Huyu mtu ambaye amepea kwa nani? Samuel Atandi. But je, ako na nia kusaidia Wajaluo? Hiyo ndio swali kitu ya kwanza. Kama ana nia ile ambayo tunaona hii miaka zote itazidi kutu hapo.
So lazima tupige siasa ya kufaidi jamii. Mukisi ametajirika kwa sababu Nyachae, sio kwa sababu ni Moi wala Kibaki wala Uhuru Kenyatta. Mukisi alipopewa Nyachae kama waziri wa cooperative, mali Oparanya anapumzika, Enyasaidi na Waluya akasaidia Wakisi. Nyachae alipokuwa waziri wa ya finance akasaidia Wakisi. So sisi tuko pale tunapeleka tumbo zetu kama viongozi. Hatupeleki matako ya wananchi. Hiyo ndio difference ambayo tunafanya kama jamii wa Jaluo. Na nataka niwahakikishie tumeenjoy muda mrefu kura ya Waluya inaenda kutoka 2022. Tumeenjoy sana kule Wakisi. Wameenda is gone. Tusahau. Unaona jinsi hatuwezi pata kura na Kikuyu. Ndivyo ilivyopea hatuwezi pata kura ya Mukisi sai na Mukuria. Afadhali mkuwe na kura chache, na kuna watu wametukana Wakisi. Wakisi kura zao sasa ni 960,000 registered plus 170,000 Kuria East, Kuria West. Ijaingia milioni moja ama jaingia? Simeingia milioni moja. Sasa wakiama na milioni moja wabaki Mukikuyu. Hiyo ni 6M. Chukua kura ya Muluya milioni 2 tu. Hiyo ni kura ngapi? Milioni 8. Nyinyi bado mnangangana milioni 3. Mukikokota. My friend, Ruto anaenda nyumbani. Hesabu zetu imeingia na sisi kama kabila ambao tutaki Ruto. Hesabu zetu iko sawa na imeingia na vizuri. Uchaguzi wa 2027 is about common mwananchi. Sio interest ya waizi kama kina Kalonzo. Wakati imefika wewe pigania jamii yako. Ukishindwa, my friend, tuko na National Bank, tuko na Central Bank. Central Bank branch iko Kisii. Hatuna hata Kisumu ambayo ni city. So kama tuna Central Bank branch Kisumu, inamaanisha hatuna pesa. Wakisii wako na pesa ndio wamepewa nini? Central Bank branch. So kuna vitu lazima muangalie. Tukifanya biashara, ndugu zangu wa Kenya, ninarudia, I believe mea kwa mea, Ruto is a one-term president, plus Mheshimiwa Raila Odinga, plus Kalonzo Musyoka, plus Uhuru Kenyatta. KANU, hatutaki KANU. Wote wanaenda kwa sababu mimi ndio mzazi ambaye ninalea. Raila Odinga alimaliza kuzaa. Uhuru Kenyatta alimaliza kuzaa. Alimaliza kulea. William Ruto alimaliza kulea. Kalonzo amemaliza kulea. So nini tunapangana nao? So wao waende wakienda. So ukikuja hapa hadi tumeingia serikali. My friend, umeingia serikali na kesho unaomba mbao. Si unyonge tawi uende uombe kazi ya KRA. Na mko kwa serikali. Mko kwa serikali bado umebeba gunia unaenda unangangana mimi kwa mjengo. Na mimi napinga serikali. Funga tai ende uombe kazi, beba faili yako. Mjengo achie mimi kwa sababu mimi ndio napinga serikali. Wa Kenya, ninarudia, siasa mahali imefika, lazima tuangalie sisi maisha yetu kama wananchi. Lazima tuangalie interest ya common man, mwananchi ule mdogo. Je, unafaidika ama ufaidiki? Tunataka siasa uchaguzi nao kuja. Wewe Mkenya ambao unaniona leo hii, usidanganywe na mwanasiasa kwa sababu interest yake kama mwanasiasa. Angalia mambo ya SHA. Leo hii SHA ifanyi kazi, lakini pesa ya 523 million inapelekwa AU. Pesa ambayo imetosha kuwalipa daktari, nurses, na kuajiri walimu na kuajiri polisi. Lakini one person ametumia naye wapi? Addis Ababa. Na hajapata. Na bado unapigiwa story. Mkenya mwenzangu, kama 1.3 trillion inaweza potea kwa hii regime ya imewekwa mbali, ndugu zangu tunaibiwa. Piga kura, angalia wewe kama mwananchi. Lakini ukipiga kura kwa sababu Raila amesema, ukipiga Ruto kwa sababu Uhuru amesema, ukipiga kura kwa sababu Kalonzo amesema, utakonda. Ikifika 2029 utabaki kilo 5. Kwa sababu watakuwa wamekunyonya kabisa. Watakunyonya vilivyo. Tuangalie siasa zetu. Mambo ambayo inanikera zaidi nikimalizia, angalia mambo ya Burkina Faso. Unapata Mkenya ambaye kuna knowledge amesoma kushinda watu wa Burkina Faso, anasema African country wote wako na deni ya mama yenu. Burkina Faso haina deni. My friend, Burkina Faso captain
Ibrahim Traore alimaliza deni ya wazungu na akafukuza wazungu ambao ni wa Faransa, wakakanyaga nje na akabaki na nini nje yake. Juzi tu hii mwezi ambayo imepita, Russia alimpea zaidi ya tani kama 10 ya ngano, akaambia sitaki, mimi sitaki nikuwe mtumwa ya wazungu. Kwa nini hakuchukua? Kwa sababu anataka kuweka watu wa Burkina Faso wajue kwamba kilimo wanafaa kulima mali yao, wakule mali yao. But sisi ng'ombe anakuambia ati sasa hatuwezi maliza tuwake damu kwa sababu vita ya Russia na Ukraine inaingia wapi mambo ya tuwake damu? Anauliza, haya mambo ya tuwake damu inaingia wapi? Inaingia wapi? Na pesa tumesoma imeweka kwa bajeti. Ndugu yangu, kama huyu jamaa amekataa tani kama 15 ya ngano ya Russia na akasema mimi nimetosheka, inji kama nini inaitwa aje? Hii mali nani anatoka? Huyu Sadio Mane, Senegal, wakakimbilia ngano. Ukiangalia uchumi ya Senegal na uchumi ya Burkina Faso ni tofauti. Burkina Faso iko chini, lakini walikataa kupea msaada na nini na msungu, kwa sababu wanaamini msungu akikupea msaada unakuwa mtumwa. Wa Kenya, mimi nimekataa kukuwa mtumwa ya Raila Odinga tena. Hata mimi nimekataa kukuwa mtumwa ya William Ruto. Nimekataa kukuwa mtumwa ya Geoffrey Gachagua. Nimekataa kukuwa mtumwa ya Kalonzo Musyoka. Nimekataa kukuwa mtumwa ya Uhuru Kenyatta. Nimekataa. Kenya ni nchi yetu, lazima tutengeneze taifa letu without fear. Katiba inasema kwamba power is belong to people. Tutachukua hiyo katiba, tutembea nayo kwenye mahakama. Hatuwezi kuwa kikaragozi. Wewe unapigwa risasi unakuwa mjane, unapigwa risasi unakuwa mayatima, then mtu anaenda kuchukua pesa on behalf. My friend, alafu anakuambia enda. My friend, this is our country. Hatutoki na tutatukana mtu na tutachukua hatua ya kuondoa waizi wote na wakora waende. Tuko na viongozi ambao wamequalify kukuwa rais na kutengeneza nchi yetu. Wale wanafiki kwa ODM tunawaomba, jengeni Luo Nyanza kwa hii miaka 3 imebaki. Mko na kila kitu. Energy umepewa, treasurer umepewa, chairman ya budget ya serikali umepewa, majority leader mlipewa mkauza. So chagueni moja, tufanyie kazi tuone faida. But kama ni siasa ya Democrat, Wajaluo tutazidi kukuwa pinzani until tufungike macho. Tuache siasa ya ugomvi. Mkikuyu mjinga, Mkikuyu muhizi, Wakisini wachache. Wako wachache lakini wamejipanga. Kuliko sisi tuko wengi na tumechanganyika kama mafia kuku. Haiwezi tusaidii. Ati Wajaluo wako unity. Unity ya umaskini. Afadhali mgawanye na kila mtu alete kidogo kidogo kuliko tukue unity ya umaskini. My friend, hatuna kampuni serious Kisumu. My friend, nitajie. Samaki kuna Kisumu, but kampuni Thika. Mama ama sio mama? Ojinga ama sio jinga? BAT inalimwa Migori County, mambo ya tombako. Kampuni iko wapi? Thika. Ojinga ama sio jinga? Then unaambiwa, kiongozi wetu, kiongozi ya tumbo is a conman guy. Conman. Mimi siwezi kupata conman. Asante sana, Mungu awabariki. Umetoka hapo kabisa.